Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Karibu ndugu msikilizaji katika masomo na tafakari yetu Jumatatu ya leo. Tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka na zawadi hizi nyingi anazotujalia. Tunaomba azidi kutubariki na hata kubariki kazi ya mikono yetu. Masomo yetu Jumatatu ya leo, somo la kwanza ni barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho, mlango wa 6, mstari wa 1 hadi wa 10. Zaburi ya kuitikizana ni Zaburi 98. Masomo haya tasomewa na Mark Okoth kutoka parokia ya Mtakatifu Yusufu Mfanyakazi Sotik, Jimbo Katoliki la Kericho. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho. Ndugu, sisi tulio wafanyikazi pamoja na Mungu, tunawaonya msiipokee bure neema ya Mungu. Maana asema, kwa wakati uliokubalika nimewasikiliza na kuwasaidia siku ya wokovu. Tazama, sasa ndio wakati uliokubalika, sasa ndio siku ya wokovu. Hatuweki kikwazo chochote mbele ya njia ya mtu yeyote, ili utumishi wetu usilaumiwe. Bali kama watumishi wa Mungu, tujitolee wenyewe kila siku. Tulikuwa na subira nyingi nyakati za masumbuko, katika taabu, shida na mahangaiko, kupigwa, kufungwa na kufitinishwa katika utubu, kukesha na njaa, kwa usafi, elimu, uvumilivu na hisani, katika Roho Mtakatifu na mapendo yasiyo unafiki, kwa neno la kweli, kwa nguvu ya Mungu, kwa silaha za haki kulia na kushoto, tunapoheshimiwa na tunapoaibishwa, tunapopatwa na sifa mbaya, tunapopatwa na sifa njema, tukidhaniwa kuwa wadanganyaji, kumbe tu watu wa kweli, tukionekana kama watu wasiojulikana, ingawa tunajulikana sana, kama watu walio taabuni, kumbe tu hai, waliopigwa wasipatwe na kufa, kama wenye huzuni, lakini tunaofurahi daima, kama fukara tukijitajirisha wengi, kama watu wasio na kitu, wakati yote ni yetu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Bwana ameudhihirisha wokovu wake. Shangilio la Injili. Aleluya, aleluya. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Aleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Ni Mathayo mlango wa 5 mstari wa 38 hadi 42. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, mmesikia ya kuwa imenenwa, jicho kwa jicho, jino kwa jino. Mimi lakini nawaambieni, msibishane na mtu mbaya, bali mtu akikupiga shavu la kulia, umwelekezee pia jingine. Mtu akitaka kubishana nawe barazani, ili achukue kanzu yako, umwachie pia joho lako. Na kama mtu akikulazimisha umsindikize maili moja, nenda naye maili 2. Mpe kila mtu akuombaye, na akitaka mtu kukopa kwako, usimkatae. Injili ya Bwana. Sifa kwako, ewe Kristo. Karibu ndugu msikilizaji katika tafakari yetu Jumatatu ya leo, ambapo ningependa tuweze kutafakari maneno ya Injili ya swala ya kulipa mazuri kwa mabaya ambayo tumetendewa. Sijajua experience ya kwako ndugu msikilizaji kuhusu wale watu ambao wamekutendea maovu. Sijui katika moyo wako ni nini ambayo ulipata kuwaza. Hawa watu ambao walikufanyia maovu, watu ambao walikupangia maovu, watu ambao una uhakika ndio chanzo cha masaibu ambayo unayapitia. Sijui ndugu msikilizaji
umeweza kuwalipa watu hawa kwa njia gani? Mawazo yako katika moyo wako ni mawazo yepi umekuwa nayo? Kwa kawaida na fikra za kibinadamu ni kuwa ulinifanyia neno baya, kwa hivyo sina chochote na wewe, sina ushirika na wewe. Ulifanya pengine nyumba yangu ikayumba, basi sina ushirika na wewe. Ulifanya pengine kazi nikafutwa, sina ushirika na wewe. Ndio mambo ambayo katika mawazo yetu ya kibinadamu huwa inakuwa ni hivyo. Lakini ndugu msikilizaji, kumbe ikija katika mawazo ya kimungu tunakuwa na wazo tofauti. Wazo tofauti na maanisha ni ndugu msikilizaji, kwa lile ovu ambalo ulitendewa ndio unapaswa kurudisha na kile kizuri zaidi. Kwa mtu akufanyia jambo baya, basi unapaswa kumtendea nzuri ili aone ubaya wake. Na sijajua ndugu msikilizaji vile ambavyo umekumbana na jambo hili, kuwa kama mtu alikufanyia neno baya na wewe ukakuja ukamfanyia neno baya, inakuwa ni kama ni draw. Wengine wanasema inakuwa ni goal. Basi yule mtu anaona ni kama ni kawaida tu, na wewe umeweza pengine kamilisha tamaa ya moyo wako, mwili wako, kwa kurudisha baya kwa baya. Lakini hakuna kitu kinauma ndugu msikilizaji kama kumfanyia mtu jambo baya na yeye baada anakutendea jambo nzuri, na baada anajua kuwa ni wewe ndio ulimfanyia jambo baya. Huwa inauma ndugu msikilizaji. Na nakumbuka wakati mmoja nilitumia mfano huu, kwa tulipokuwa tukiwa wadogo, ulikuwa ukifanya kosa, unaporudi nyumbani unarudi na fimbo, kwa sababu ilikuwa ni desturi kuwa utapigwa aidha na mama ama yule mtu mkubwa ambaye kwa kwenye boma, mzazi ama pengine mtu mwingine ambaye ni mkubwa, kwa sababu umekosa, pengine umeacha ng'ombe wakala mahindi ya jirani na kadhalika, na pengine kuna makosa umefanya. Ulikuwa unapigwa, kwa sababu walikuwa wanasema it takes a community to raise a child. So ulikuwa unapigwa, unakosolewa. Na ukija nyumbani ulikuwa unakuja na fimbo, kwa sababu ulikuwa unajua ukifika basi ndio itakuwa kitu ya kwanza. So nakumbuka siku hii moja ambayo tulifanya kosa ndio na ndugu zangu, tuliacha ng'ombe wakala mahindi ya jirani. Na siku tukaja na fimbo, kila mtu alikuja na fimbo yake, tukijua kuwa tunafika nyumbani na kucharaswa kweli kweli. Lakini siku hiyo tukaona wazazi hawana haraka. Tunakuja mpaka tunachukua ile fimbo, tunapita mbele yao angalau wakumbuke kuwa tumewakosea, watuchape, lakini hakuna kitu walichapa. Then baadaye kwa sababu ya ile guilty conscience, tukaenda tukapiga magoti mbele ya mama na kuomba msamaha, na kuambia tunaomba msamaha, tulicheza tukasahau ng'ombe wakala hivi na hivi na hivi. Baadaye tukaona smile kwa uso ya mama. Kwa sababu gani? Alitambua kuwa tumetambua makosa yetu. Na hiyo ikasaidia zaidi kuliko ile ya kupigwa. Na nafikiria kuna kitu ambacho tunajifunza kuwa kumbe sio kila baya inapaswa iweze kulipwa na baya. In fact, hakuna jambo baya inastahili iweze kulipwa na jambo baya. Leo Yesu Kristo ametufunulia na kusema, lipa jambo baya kwa maneno mazuri. Mtu akikutusi, basi sio busara kumrudishia matusi. Ni heri ukimie tu, lakini umrudishie kwa mazuri. Neno la baraka tu, mtamkie neno la baraka. God bless you, Mungu akubariki na kadhalika. Ukifanya hivyo ndugu msikilizaji, mtu atajirudi. Na hata mara nyingi mnakumbuka pale nyumbani, mama alikuwa anajua umekosea kitu fulani, anajua, lakini wewe unanyamaza, lakini unajua kuwa anajua, inakuumiza, hauna amani. Unajipata umelia na haujapigwa, kwa sababu unajua kuna makosa umefanya, mama anajua na hakuambii kitu. Wapendwa wa Mungu, nataka tuweze kuomba siku ya leo, kwa sababu jambo la kurudisha mazuri kwa mabaya ambayo tumefanyia imefanya mpaka watu wengi wameweza transform na kuwa watu wazuri. Kwa maana ulifanyia watu mabaya, uliangamiza watu, uliua, lakini baadaye unapokelewa vizuri, watu wanakupenda na kadhalika. So tuombe siku ya leo ili tuweze kuchukua kama sehemu ya maisha yetu kuwa tuwafanyie watu mazuri kwa mabaya waliotutendea. Let that one be our mission, doing good to those who did bad to us, so that don't give bad for bad. Hawatajua tofauti yetu ndugu msikilizaji. Ndio Waingereza wanasema kwa don't argue with a fool, you may not know the difference. So kama mtu amekufanyia mabaya, usimfanyie mabaya, hatutajua hata nani ndio mwenye alikuwa nakosa. Katika somo la kwanza, Paulo anatutia matumaini na kusema, katika kwenda kwetu tutalimbikiziwa mambo mabaya na watu. Watu watatutusi, watu watatupiga, watu watafanya kila aina ya ovu katika maisha yetu. Lakini tusirudishe maovu hayo
kwa maovu ambao ametutendea, bali tuendelee ku keep focus, tuweze kutenda mazuri, tutenda stahili machoni pake Mwenyezi Mungu, na hakika uzuri huu ambao tunautenda utaturudia. Tumeelezwa mara sio moja kuwa uzuri unaowatendea watu wengine utakurudia wewe mwenyewe, na ubaya ambao unaofanyia watu wengine utakurudia wewe. It's just like an investment. So whatever you save, that is what you will get. So tuombe siku ya leo ili tuweze kujua kuwa tunapaswa kurudisha mazuri kwa mabaya waliotutendea, ili tuweze kubadilisha nyoyo za watu na tuweze kubadilisha tabia za watu. Basi Mwenyezi Mungu atubariki. Mwenyezi Mungu pia abariki kazi ya mikono yetu. Tuombe. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa zawadi ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya tafakari hii ambayo tumeweza kupokea siku ya leo, ambapo Yesu Kristo umetukumbusha kuwa tuweze kulipa mazuri kwa mabaya waliotutendea wenzetu na marafiki zetu, ili katika hali hiyo tuweze kutenda yanayostahili machoni pako. Pia umetukumbusha kuwa katika maisha yetu ya Ukristo tunapitia changamoto nyingi. Tutaweza kushtakiwa, tutaweza kufitiniwa, tutaweza kufanywa kila aina ya ubaya. Kristo, tunaomba tunapofanywa ubaya huu tusije tukakata matumaini, tusije tukapoteza na kuwafanyia watu mabaya, bali tuzidi kuwatendea mazuri, ili mwisho wa maisha yao wakaweze kubadilika na kutenda yanayostahili machoni pako. Na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi, na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nimekuwa wako Padri Mika Kibeti Kemboi. Tumsifu Yesu Kristo, na Mwenyezi Mungu atubariki na abariki kazi ya mikono yetu. Mama yetu Maria ni mama wa neema, tena ni kimbilio la watu wote wakosefu. Ni msaada wa kweli, mama tuombe.